Jumapili njema, Jumapili ya baraka. Asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ambapo mtumishi wa Mwenyezi Mungu yupo hapa tayari kabisa ili akaweze na kutuletea yote tu ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kumwandaa nayo ni kwa sababu yetu asubuhi ya leo. Nikitumai kwamba uko tayari kabisa ili ukaweze na kupokea hizi baraka. Na hata kabla hujaweza na kufika pale kanisani, mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye tunamalizia naye hii wiki ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Kibiani Makueni Sabweni Kota. Karibu, tubarikiwe. Ujambo mtazamaji, naamini ya kwamba umeamka salama ukiwa umelindwa na Bwana na uko mzima. Hivyo basi Bwana apewe sifa. Tupate kushirikiana kwenye kipindi Manyunyu ya Baraka. Tutapata somo katika kitabu cha Kutoka sura yake ni ya 20 na aya ya 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Tuombe. Baba, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya kuwepo wako pamoja nasi. Asante kwa wakati huu ambapo tunaenda kupata ujumbe utokao kwako. Bwana, ukapate kunibariki na ubariki mtazamaji. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Tutapata kuzungumzia kichwa juu ya kuwajali wazazi. Mzazi ni mtu wa maana sana katika maisha ulimwenguni huu. Mzazi anafanya shughuli nyingi. Mtoto anapozaliwa anatunzwa vizuri sana. Kwanza, jambo la kwanza, baridi simjae ama apatwe na magonjwa. Mzazi anashughulika kiasi ya kwamba anakupeleka hospitalini mpaka kiasi cha kukua kwako na katika stages tofauti zile ambazo mtu anapitia katika ukuaji wake. Mzazi ni amri ya Mungu. Mzazi atunzwe. Je, wewe unaishi vipi na mzazi wako? Wewe ni mara ngapi ambao umeketi chini na kumsikiliza mzazi wako akitoa mawaidha mbele zako? Je, ni mara ngapi ambao umeweza kuona ya kwamba unafanya kazi sehemu za nje ama mbali na wazazi na wako nyumbani? Yawezekana mzazi wako ni mmoja, mwingine aliaga dunia. Labda uko na baba ama umeachwa na uko na mama. Mpaka sasa ujali ukijua huyo mzazi ni mtu wa maana sana. Mtazamaji wangu, unaweza kuona ya kwamba unaweza shindwa. Kwani pastor ananenea juu ya mzazi juu ya nini? Na nimekomaa, ninajua mzazi ni wa kutunza. Hii ni sauti ya Mungu, si sauti yako ama yangu. Ni kwa sababu tupate kurudi katika njia. Wakati huu ambapo tunaendelea na kuishi, unasikia mambo mbalimbali na tofauti ya mtu kutojali mzazi. Wengine wanaacha mzazi analala njaa. Wengine wanaacha mzazi kwenda akilarukiwa na mavazi. Wengine wanaachilia wazazi kiasi ya kwamba wanalala mahali ambapo hapafai. Na yeye analala katika nyumba ya orofa, yeye anakula vizuri, anatembea vizuri, anakunywa vizuri na anavalia vizuri. Lakini amezao mzazi. Ndugu na dada yangu, elekeza macho yako kwa wazazi. Wacha kuzao wazazi wako. Tumeweza kujitunza na kuona ya kwamba tukiangalia katika Biblia, neno hili kuheshimu lina maana ya kwamba kule kuwaheshimu, ongea vizuri na wao, usiwadharau wanapoongea nawe, wasikilize kwa makini. Unaweza kuona mwingine mtu anashikashika simu tu na mzazi anaongea. Nasikia ya kwamba buda, ongea ningali ninasikia. Mzee ongea ningali pamoja nawe, lakini unamdharau. Hapo sasa unastahili kuacha mambo yale mengine yote na
na kumsikiliza mzazi wako. Ongea pole, kwa sauti ya upole, si sauti ya kelele, si sauti ya makasiriko, si sauti ya kumkemea, maana wewe ni mtoto wake. Hata kama uko na mvi katika kichwa, hata kama wewe una kifua kizuri, nyenyekea pale chini. Wewe ungali ni mtoto. Hata kama wewe ni waziri, nyenyekea pale chini ukifika kwa mzazi. Waziri utaacha kwenye ofisi, na ukiteremka pale ujue umefikia mzazi wako na unastahili kumtunza. Wazazi wako na baraka nyingi ambazo wanaweza kuachia watoto wao. Tumesikia hata siku hizi katika runinga, katika redio, watu wengine, mtu anaenda kiasi cha kuua mzazi wake, ama kumua kupitia kumkatakata na panga, wengine kumuumiza, kumpiga kiasi ya kumtesa. Hiyo ni kujitafutia laana. Hata kama umesoma, uko na degree ngapi, ni laana. Hata kama uko na cheo gani, mzazi ni mzazi. Mtazamaji wangu, hebu turudi katika ile hali ya kuheshimu, turudi katika ile hali ya kumsikiliza mzazi, ili siku zako na siku zangu zizidi kuongezeka humu duniani tukiwa hai. Naona ya kwamba nao wazazi wameonywa ya kwamba waelekeze watoto wao kwa njia inayofaa. Nao kuna wazazi wengine wako na maadili ambayo hatujui walitoa wapi. Unaweza fukuza watoto nyumbani kabisa wakiwa watoto wako, kupitia hali ya vile unavyowatendea, vile unavyosema mbele yao, vile unawatusi, vile unaanza kuona ya kwamba wao hawafai, na mtoto anatoroka nyumbani, anakaa miaka bila kurudi nyumbani. Hata na wewe mzazi jitunze. Hata na wewe mzazi jihadhari. Mtoto wa mzazi jihadhari, na ukae katika mapenzi ya Mungu. Umtunze baba yako na mama yako, na siku zako zitaongezeka. Tuombe. Baba mtakatifu, Baba wa amani na Mungu ishie milele, asante kwa ajili ya kutukumbusha ya kwamba kupitia neno lako kuna haja ya kuwajali na kuwatunza wazazi wetu jinsi inavyofaa. Baba, wasaidie wale ambao wamesahau. Baba, wasaidie wale ambao wameenda kinyume cha mapenzi yako kupitia wazazi. Wanaenda kinyume na wazazi wao. Hata wengine hawajali kama walizaliwa na wao. Bwana, tunaomba ili ukapate kuanguza mioyoni mwao, wakaweze kubadili nia zao na kuwarudia wazazi wao na kuwapenda na kuwajali na kuwapa misaada inayostahili. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Kuwaheshimu na kuwajali wazazi wetu, ili ama hilo linajumuisha kuwatunza, kuwajali na pia kuwasaidia. Je, lile swali ambalo ningependa ukanjiulize na mimi nikanjiulize, je, wewe huwa unatunza wazazi wako ama uliweza na kuwasahau? Unawasaidia ama namna gani? Tumehimizwa inafaa tuwaheshimu. Wakati ambapo unamheshimu, tumeweza na kuahidiwa na neno la Mwenyezi Mungu ama na Mungu mwenyewe kwamba tutaweza na kuongezewa siku za kuishi. Na sio kuishi tu, siku zetu za kuishi hapa duniani ama ulimwenguni ziwe za baraka. Tutafute baraka kupitia kuwatunza na kuwajali hata wazazi wetu. Tuwakumbuke kila wakati. Unapokula jiulize, je, mzazi wangu amekula? Je, baba mama wako namna gani? Unapolala mahali pazuri na wao wanalala mahali pazuri ama namna gani? Tutafute baraka za Mwenyezi Mungu, ili wakati ambapo hata tunaishi katika ulimwengu tukaweze na kuishi kwa amani. Tukaweze na kuishi tukiwa tumebebwa na neema ya Mwenyezi Mungu. Maana baraka hata na wazazi wameweza na kutubariki. Ninakutakia siku njema mahali popote pale utaweza na kuabudu. Mwenyezi Mungu akawabariki watumishi wote tu wa Mungu. Mungu akawatumie. Nimekuwa wenu Reverend Lucy Michael, nikikutakia tu wakati mwema, ibada njema. Bye bye.